Leo Simba inafanya tukio la kihistoria na la kipekee. Tunaingia kwenye kitu tunaita digital revolution. Leo tunafanya mapinduzi ya kidigitali. Na kabla sijakwambia lipi hasa ambalo tunataka kulifanya leo, jambo la kwanza labda turudi nyuma katika historia ya mambo haya ya mawasiliano na kila kitu. Tunafahamu dunia imepita katika nyakati nyingi. Kuna wakati zilikuwa zinaitwa zama za mawe, zilikuwepo zama za chuma, zama za viwanda. Hapo wakati huo ambako tuko muda huu kwenu, hizi ni zama ambazo zinajulikana kwa jina la zama za taarifa, information era. Na katika zama za taarifa hakuna jambo lenye thamani, hakuna jambo la muhimu kama taarifa. Ndio maana kuna msemo unasema information is power. Yule ambaye ana taarifa zote nzuri na za wakati mwafaka anakuwa ana mamlaka na uwezo kwa kitu chochote kile. Kwa hiyo Simba tumeamua kuwa klabu ya kwanza Tanzania kutumia fursa hii ya kihistoria, fursa hii ya aina yake kuweza kwenda katika dunia ambayo ipo. Kwa hiyo leo natumia nafasi hii kwa niaba ya wana Simba kutangaza kwamba leo tunazindua kitu kinaitwa Simba App. Simba App ni jukwaa la kidigitali ambalo kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba wanachama na washabiki wa Simba wanapata taarifa wanazozitaka kwa wakati, taarifa sahihi na taarifa ambazo zinawafanya wazidi kuwa karibu na klabu yao. Uongozi wa Simba unafahamu kwamba klabu ya soka ya Simba ni klabu ya wanachama, klabu ya washabiki ambao wana kiu ya kupata taarifa kwa haraka, kwa wakati na zenye manufaa. Lakini katika dunia ambayo tunayo sasa, issue kubwa sio tu kuwa na taarifa, pia taarifa pia za klabu ni namna mojawapo ambapo vilabu vinapata mapato. Kwa hiyo ukiangalia klabu kama Manchester United, ukienda klabu kama Barcelona, wote wana vitu vinaitwa Barcelona app, Manchester United app. Na sisi Simba kwa sababu hatutaki kubaki nyuma. Baba wa taifa alituambia Watanzania kwamba wakati wenzako wanatembea wewe unabidi ukimbie. Simba tumeamua kukimbia kwenda mbali zaidi na kuanzisha kitu ambacho hakijawahi kufanya klabu yote hapa Tanzania. Hii Simba app ndio itakuwa sehemu ambako washabiki wa Simba wanapata taarifa za vikosi ambavyo vinacheza kwenye mechi kabla ya wakati, kabla ya mechi haijachezwa, taarifa zote za usajili, taarifa za kuhusiana na namna unapata jezi na namna unapata kila kitu. Kwa hiyo ndio hiki ambacho tunakizindua leo, na ili kupata utamu wenyewe, kujua Simba App itakuwa inafanya nini exactly, unajiungaje na Simba App, unapataje taarifa za Simba App. Naomba tupende nafasi hii kumkaribisha Given Edward. Given Edward anatoka taasisi inaitwa My Elimu. Huyu ni guru wa masuala haya ya IT, amepewa mpaka tuzo na Malkia wa Uingereza Queen Elizabeth. Ni mtu sio wa kawaida, ni kijana mdogo, anajua mambo vizuri. Kwa napenda kutoa nafasi hii kumkaribisha Given awapitishe wa Tanzania, awapitishe wana Simba kwenye kuonesha ukubwa wa klabu yao, kwa sababu leo tunaingia katika hatua ambayo mambo ya maneno na kila kitu tunatoka kwenye maneno, kwenye mdomo, tunaingia kwenye digital. Given, karibu. Moja, asilimia kubwa ya mashabiki wa Simba hawataweza kuingia ndani ya uwanja kuangalia Simba kwa inacheza, sio? Kwa sababu uwanja mkubwa tulionao unapokea mashabiki 60,000 na Simba ina mashabiki mamilioni na mamilioni. Kwa hiyo swali kubwa likawa, nawezaje kuwawezesha mashabiki wa Simba ambao hawapo ndani ya uwanja wakawa sehemu ya Simba, wakafaidika, wakajiona ni sehemu ya familia ya Simba hata wakiwa nje ya uwanja? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, kwa kuwa Simba ni klabu kubwa na ina mashabiki sehemu mbalimbali duniani, nini ambacho tunaweza tukakifanya kuhakikisha kwamba hata mashabiki wa Simba ambao wapo nje ya Tanzania wanapata experience nzuri, wanapata updates sawa sawa na mashabiki ambao wapo hapa on ground? Sasa kutokana na hayo maswali mawili, ni maswali ambayo Simba imekuwa ikifikiria kwa muda mrefu, sio leo wala sio mwezi huu, kwa muda wa miezi kadhaa. Na ubunifu kama ubunifu kwa kawaida ni process, sio tukio. Sio hapa tunakuja kuzindua app, ni process ambayo inafanyika miezi na miezi. Utafiti ukafanyika, tukaongea na mashabiki, tukasema sasa ngoja tuingie kama Ezekiel anavyosema kwenye upande wa digitali. Tukaanza na website ya Simba ambapo tulifanyia maboresho, tukaongeza vitu ambavyo mashabiki wanavitaka. Moja ya hivyo vitu, kama mlikuwa mnafuatilia, ni uwezo wa mashabiki kupiga kura ya mchezaji wa mwezi wa Simba ndani ya website. Na ni tukio ambalo lilikuwa sio tu Tanzania, bali hata kuna kipindi ilikuwa
imetrend hata Kenya kwa namna ambavyo watu wengi waweza kushiriki. Baada ya hapo tutaendelea kupata maoni kutoka kwa mashabiki mbalimbali, lakini pia tutapata maoni kutoka kwa wadau mbalimbali kwamba tuweze kwenda ndani zaidi. Hapo tutaamua kuja tuendelee mambo ya maana. Leo tuko hapa kuongelea kuhusu Simba app na vitu ambavyo vilivyopo. Sasa kutoka hapo utaona sehemu ya kuingiza details zako, kujisajili na kulipia. Kwa vile Simba inazingatia mashabiki wake ambao wapo katika level mbalimbali, kiwango cha kulipia ni shilingi 2,000 kwa mwezi, na unaweza ukaamua kulipia kwa mwezi mzima au kwa miezi 12 vile ambavyo utaweza. Ukishamaliza kulipia sasa utafika katika uwanja wa ambapo ndani yake utaweza kupata matokeo mapya, utaweza kupata habari mbalimbali, na hii itasaidia kuondoa zile tunaita fake news, taarifa ambazo zisizo rasmi, kwa sababu taarifa zote za Simba utazipata ndani ya app. Pia utaweza kupata ratiba ya mechi mbalimbali ambazo Simba inacheza, lakini pia kutakuwa kuna jukwaa la mashabiki wenyewe kwa wenyewe kujuana. Kupitia hii app, shabiki ambaye yuko Dar anaweza kuinteract na kuwasiliana shabiki aliyekuwa Kigoma, aliyekuwa Arusha, aliyekuwa Kenya, aliyekuwa Marekani. Lakini pia jambo lingine ni kwamba utapata details za wachezaji na taarifa zao ambazo unaweza usizipate sehemu nyingine yoyote. Jambo lingine ambalo tumeweka ni makundi au groups. Tumegundua kwamba wana Simba wengi wana magrupu ya WhatsApp, wana magrupu ya Telegram, lakini sasa unaweza kukutana wote ndani ya magrupu ambayo yapo ndani ya app. So hivyo ndio basics ya vitu ambavyo vilivyopo. Kama nilivyosema, ubunifu sio tukio, sio leo pekee yake, ni process. Na tumeanza hapa, tunategemea kwamba kwenda mbele tutaweza kuwafikia mashabiki wote wa Simba. Lengo ni kwamba hata shabiki wa Simba ambaye anatumia simu ya coach aweze kupata experience nzuri sawa na shabiki wa Simba alikosa nyingine. Ndani yuko kwenye uwanja ambako Simba inacheza wakati huo, taarifa zile anaona uondo ule. Fikiria hilo jambo. Tunaomba washabiki, wanachama wa Simba na watu wote ambao wanapenda kupata taarifa sahihi, hata kama sio shabiki wa Simba, tunaomba mjiunge na Simba app, na kama inaweza kutolewa, inawezekana kuna watu wengine pengine washakuwa na app hizi, lakini sisi ndio timu ya kwanza ambao tutakuwa kwenye simu za Android. Kwa kama una Samsung, una Tecno, una kila kitu, lakini pia tuko kwenye iOS. Kwa hiyo kwenye iPhone pia watu wataweza kupata taarifa hizi za Simba kwa wakati na kila kitu. Na kwa sababu jambo hatuna mchezo nalo, hii shughuli ya kuwapa video exclusive inaanza leo hii. Leo Simba inacheza mechi Morocco na timu ya daraja la kwanza ikiwa Morocco, na hiyo ni mojawapo ya mechi za pre-season. Kwa hiyo leo kwa mfano, baada ya mkutano ukaingia kwenye simu yako, ukaingia kwenye Play Store au App Store, ukadownload Simba app yako, ukalipa hiyo shilingi 2,000 yako, leo hii wewe utakuwa mtu wa kwanza kupata lineup ya timu yetu ambayo iko Morocco sasa hivi. Wewe utakuwa mtu wa kwanza kujua nani kafunga goli la kwanza leo Morocco. Na wewe utakuja kujua nini ilikuwa maelezo ya mwalimu mara baada ya ile mechi. Kwa hiyo leo utamu sio kama unachelewa, utamu unaanza leo hii kwenye Simba app kwa shilingi 2,000. 2,000 unaweza ukanywa sio soda 4 au 3 ukazimaliza hapo. Kwa 2,000 unapata taarifa za Simba mwezi mzima. La kwanza. Na huo utamu uishi hapo. Leo hii tena kufikia majira ya saa 2 usiku, kwa washabiki na wanachama wa Simba ambao watakuwa wamedownload app ya Simba app, leo hii wataambiwa Simba Day ni tarehe ngapi. Taarifa tunazo tayari, kila kitu tumeshafanya. Kwa kweli viongozi wamepambana, tumepata tarehe nzuri, siku nzuri kwa ajili ya kufanya Simba Day, na mambo yote yamekaa vizuri kabisa. Na leo majira ya saa 2 tukimaliza mechi yetu ya Morocco, pale pia tunawaambia Simba Day inafanyika tarehe ngapi. Lakini watakaopata taarifa wa kwanza ni wale ambao watakuwa wamedownload app yetu mpya ambayo tunaizindua hii leo. Kwa hiyo itakuwa, mimi nasema mtu yoyote ambaye anapenda Simba na atakuwa haja download kitu atakuwa anakosa uhondo, kwa sababu mwaka kila nikiutazama na uona ni mwaka mtamu sana. Hebu fikirieni washabiki wa Simba, hivi ninavyozungumza na nyie, wachezaji 12 wa Simba wameitwa katika timu tofauti za mataifa hapa Afrika, kuanzia Tanzania, Rwanda, Uganda na kwingineko mpaka Zimbabwe. Lakini pamoja na wachezaji 12 kuwa hawapo kambini, watu waliobaki Morocco, tunamzungumzia mtu kama Peter Banda, tunamzungumzia mtu kama Duncan Nyoni,
tunawazungumzia kina Jonas Mkude, tunamzungumzia Rally Bwalia. Hizo mashine ziko Morocco. Yaani kuna 12 wapo, lakini kuna 14 wamebaki kule na ambao majina yao kama. Sasa mtu ambaye anataka kupata raha za Simba za mwaka huu, na shauri ni lazima leo udownload Simba app. Ndio namna pekee ya kuonesha namna kupenda timu yako na kila kitu. Na mara nyingi wanachama wa Simba walikuwa wanazungumzia hiyo, na Simba sisi tuko milioni 1. Kwa hiyo tunashinda kushangaa shilingi 1,000. Sasa Simba leo imeleta kitu cha kuonesha wana Simba, tuoneshe ukubwa wa Simba. Mtu anayependa Simba kutoa shilingi 2,000 kwa mwezi nadhani sio kazi kubwa sana. Kwa tunakuja kuangalia mechi moja shilingi 5,000 mechi ngapi, lakini nadhani huu ni wakati wa kujiunga na Simba app. Jambo lingine, mara baada ya mechi yetu ya leo ya Morocco, timu yetu ya Simba itarejea Dar es Salaam weekend hii, na ikirejea watapewa pumziko ya siku 1-2, alafu baada ya hapo tutakwenda kwenye bando letu la pili la pre-season. Simba hajamaliza pre-season. Tunatoka Morocco, tunarudi, wachezaji wa taifa wanarudi, tunakwenda mahali pengine kwa ajili ya pre-season, lakini siwaambii leo tutakwenda wapi hatua inayofuata. Jambo la kwenda kwamba Jumatatu, Jumanne wiki ijayo kupitia Simba app tutawaambia pre-season ya pili ya Simba na kwenda wapi. Ya kwanza tumemaliza Morocco, ilikuwa nzuri sana, ilikuwa tamu sana. Watu wameona tumekaa karibu, hii inakwenda wiki ya 3, lakini wiki ijayo Simba inakwenda pre-season sehemu nyingine mara pengine. Ni wapi? Una download Simba app, unakuwa wa kwanza kujua wiki ijayo. Ndugu waandishi, kwa mara nyingine tena nawashukuru sana ambao mmekuja hapa. Simba ina cha kuwapa, inawathamini sana waandishi wa habari, inawapenda waandishi wa habari, na mimi katika muda wangu nikiwa kaimu mkuu wa idara ya habari na uhusiano wa Simba, na waahidi nitajitahidi kuwapa ushirikiano wote mnaotaka, lakini vizuri zaidi ni kwamba sasa kuna Simba app. Simba app italainisha mambo mengi sana. Nawashukuru sana, asanteni.